akarudi kutoka katika vita vya Khandaq, akavua silaha. Jibril alayhi salam akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwamrisha aamke aende kupambana na Bani Quraidha. Sanau lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala man tabi'ahu wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidata al-islamiyya asasan li fikratihi wal ahkam ash-shar'iyya miqyasan li a'malihi masdara li ahkami. Amma ba'd, wiki iliyopita tulizungumzia vita vya Ahzab, ghazwatu Ahzab, na pia vinajulikana kama ni ghazwatu Khandaq. Walikusanyika Quraysh na Ghatafan, wakaja katika mji wa Madina kutoka upande wa kaskazini wakiwa takriban 10,000, na Mayahudi wa Bani Quraidha upande wa kusini wakawa ni wenye kuvunja ahadi na wakawa ni wenye kuungana na hawa mushrikina dhidi ya Waislamu. Lakini kwa makida ya Abu Nuaim na Mwenyezi Mungu kuteremsha malaika ambao kwamba watingisha mushrikina na upepo mkali ambao kwamba uliweza kuzima vinu vao, ukang'oa mahema yao, na Abu Sufyan akawa ni mwenye kuondoka na msafara ule. Kwa hiyo Mayahudi wa Bani Quraidha wakawa ni wenye kubakia peke yao karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi kutoka katika vita vya Khandaq, akavua silaha na nguo za kijeshi. Alipokuwa anaoga katika nyumba ya Ummi Salama, Jibril alayhi salam akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamrisha aamke aende kupambana na Bani Quraidha, akisema ma wada'at malaikatullahi silaha ba'd, malaika Mwenyezi Mungu hawajaweka silaha. Ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umeweka silaha? Akamwambia inni sa'irun amamak uzalzilu bihim husunahum wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba thumma sara fi mawkibihi min al-malaika. Kwa hiyo Jibril akamwambia Mtume ya kwamba malaika hawajaweka silaha, kwa hivyo na wewe usiweke silaha, aende kwa Bani Quraidha. Na Jibril amemtangulia akiwatingisha katika ngome zao, akiwatia hofu pamoja na msafara na jeshi la malaika. Ama Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatangazia watu, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidha, yule ambaye kwamba ni mwenye kusikia na mwenye kutii asiswali swala ya alasiri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Akamweka Ibn Ummi Maktum awe ni mwenye kusimamia Madina, na akampatia bendera arraya Ali bin Abi Talib, kisha akamtanguliza pamoja na kundi miongoni mwa masahaba. Bani Quraidha walipomwona Sayyidina Ali wakaanza kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wenye kusema maneno mabaya. Kwa hivyo Waislamu wakatoka kuelekea Bani Quraidha
wengine swala alasiri ikawapata njiani. Faminhum man salla wa minhum man akhara hatta wasala ila Bani Quraidha. Wengine sala ilipofika time ya asri wakasali, wengine wakachelewesha mpaka wakafika Bani Quraidha na wakati wa asri umetoka. Na hapa tupata faida kwa tukio hili. Mara nyingi tuelezwa ya kwamba kukhtalifiana katika rai sio kufarikiana. Mara nyingi watu wanauliza, sisi Waislamu hawa wasema hivi, hawa waleta kunuti sala alfajiri, hawa hawasomi bismillah, hawadhihirishi na mfano wake. Je, tutaweza kufikia izza na tamkin na umoja? Naam, haya ikhtilafu hizi za kirai si sababu ya kutengana kwa umma, kwa sababu hata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikhtalifiana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wote walikhtalifiana katika rai, katika masala ya hukumu na maoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka sawa wote, kwa sababu idha ijtahada alhakimu fa asaba falahu ajrani wa idha ijtahada alhakimu fa akhtaa falahu ajrun wahid. Mtu akafanya ijtihad, wanachuoni akafanya ijtihad katika hukumu shar'i na akapata katika ijtihadi yake ile, atapata ajri mara mbili, na yule alifanya ijtihad akakosea atapata ajri mara moja, ajri ya kufanya ijtihad. Kwa hiyo masahaba, Mtume alipowaambia msiswali isipokuwa Bani Quraidha, kuna wale ambao kwamba walifahamu ya kwamba lazima sisi tufike Bani Quraidha ndo tusali alasiri, na wengine walifahamu ya kwamba tumeambiwa tuharakishe sala ya alasiri tupate Bani Quraidha, lakini wakati ukishafika sisi tusali kwa wakati. Na wote hawa wako sawa. Na hivyo hivyo Waislamu kukhtalifiana katika baadhi ya ahkam ambazo zinaitwa ni dhanni, ahkam ambazo ni dhanni, si qat'i, halitatizi jambo. Almuhimu ni dalili za kisheria na ijtihadi sahihi ambao wanachuoni wamefanya, basi ile ambaye kama amepata atapata mara mbili na yule aliyokosa atapata mara moja. Kwa hiyo masahaba wakatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akiwa na muhajirina na ansar. Mwenyezi Mungu akatia hofu katika nyoyo za Bani Quraidha, wakajihami katika ngome zao, hawakuthubutu kupambana na Waislamu, ni kutoka kwa ajili ya vita. Waislamu wakawafungiza Bani Quraidha bishidda, walifungizwa fungizo kali sana, na hisar ilipokuwa ndefu, ile fungizo lilipokuwa ndefu, wakataka ushauri kwa baadhi ya washirika wao ambao ni katika Waislamu. Wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awatumie mshirika wao Aba Lubaba ili wapate ushauri wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Aba Lubaba. Walipomwona wakasimama wanaume, wanawake wakalia, watoto wakawa wanalia mbele ya Aba Lubaba. Akawahurumia Aba Lubaba, wakamwambia atara an nanzila ala hukmi Muhammad, je, waona tukubali hukumu ya Muhammad ama tuendelee na mapambano tusikubali, yani kushuka katika hukumu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akaambia naam, yani kubalini hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini akawaashiria na mkono wake katika koo kwamba mkikubali, lakini kuna yani adhabhu, kuna kichinjo, mtachinjwa, yani mtauawa. Lakini baada ya muda mchache akatanabahi ya kwamba kule kuashiria
Bani Quraidha kwamba mtafanyiwa dhabhi ni khiana ya Mwenyezi Mungu na mtume, kwa nini amewapa siri. Akatoka Abu Lubaba mpaka akaja Masjid Nabawi, kisha akatafuta sehemu katika vikuku vya Masjid Nabawi akajifunga pale, na akala kiapo ya kwamba hatojifungua mpaka mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aje amfungue kwa mikono yake. Hii habari ikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma innahu law jaani lastaghfartu lahu, lau Abu Lubaba angenijia ningemwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Amma idha faala ma faal, ama baada ya kufanya alichokifanya, fanatruku hatta yaqdi Allahu fi, tamwacha mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu. Kwa hivyo mwacheni pale alipojifungia akae hapo hapo mpaka Mwenyezi Mungu ateremsha hukumu yake. Bani Quraidha hisari ikaendelea na wakakosa nguvu, inharat ma'nawiyat Bani Quraidha, wakakosa nguvu baada ya kufungizwa kwa muda mrefu. Baada ya siku 25, baada ya 25 laila, hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukakubali kushuka kwa hukumu ya mtume. Baada ya siku 25 wamefungizwa kwa muda mrefu, baada ya siku 25 wakakubali hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawakamata wanaume na wanawake na watoto wakaekwa kando, kisha wakataka Bani Quraidha kwa washirika wao katika Ausi wawafanyie ihsani kama vile ambavyo kwamba Bani Qainuqa walivyofanyiwa na Khazraji. Mtume sasa akaambia, ala tardawna an yahkuma fikum rajulun minkum, je, hamridhii ahukumu kwenu mtu miongoni mwenu, yani halifu wenu? Qalu bala, wakasema kwani ndio tukubali. Basi kama fadhaka ila Saad bin Muadh, Saad bin Muadh ndiye ambaye kwamba atawahukumu. Wakasema tumeridhia. Walikuwa wanaona kwamba Saad bin Muadh ni halifu wao, ni mshirika wao, kwa hivyo atakuwa laini nao. Saad bin Muadh alikuwa na jiraha aliyopata katika vita vya Khandaq, wakaja naye akiwa juu ya punda amebebwa, na alipofika wakamzunguka wakimwambia, ya Saad ahsini fi mawalika, hawa watu wako shirika wako fanyie uzuri. Na Saad sakitun la yujib, amenyamaza hajibu chochote. Walipozidi kumwambia maneno haya akasema, laqad ana li Sa'din an la ta'khudhahu fi llahi lawmata la'im, sasa umefika wakati kwa Saad asiogope kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu. Waliposikia hivyo, wengine wakarudi, wengine wakaingia hofu ya kwamba watauawa. Waliposhuka kwa hukumu ya Saad, akahukumu Saad an yuqtala ar-rijal, wanaume wauawe wa Bani Quraidha. Mayahudi hawa walikuwa wamevunja ahdi, Waislamu wamezungukwa na Ghatafan na Makuraish takriban 10,000. Waislamu wamechimba Khandak, wamewazuia wale, huku wameacha wake zao na watoto nyuma. Wao wakavunja mkataba huko nyuma wakitaka kuangamiza watu wa Madina. Na huo ndio muamala ambao kwamba wastahiki pamoja na Mayahudi, si kwa mikataba nao hawa. Saad akaamrisha yuqtala ar-rijal, wanaume Bani Quraidha wawawe, watusba dhurriya, na wake zao na nini wafanywe nini, watumwa sabaya, watuqassama al-amwal, na mali zao zigawanywe.
Faqala Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, laqad hakamta fihim bihukmi llahi min fawqi sab'i samawat, umehukumu kwao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu kutoka juu mbinguni, mbingu ya saba. Kwa hiyo ikawa hukumu hii ni tibqa li shariati al-yahudi, ni sawa na sheria ya Kiyahudi, bali hukumu hii ni arfaq wa arham min hukmi shariatihim, ni yenye huruma zaidi kuliko sheria yao ambayo ilikuwa ni kali, sheria ya Kiyahudi. Baada ya hukumu hii ambayo amehukumu Saad bin Muadh, wakaletwa Bani Quraidha katika mji wa Madina, wakafungiwa katika nyumba ya Dar binti al-Harith, imraata min Bani Najjar, katika Bani Najjar, wakachimbiwa mashimo Bani Quraidha, wakachimbiwa mashimo katika soko la Madina, kisha wakapelekwa katika mashimo haya makundi kwa makundi. Wadhuribat a'naquhum fiha, wakakatwa shingo katika mashimo hayo, na walikuwa takriban 400, wakila ma baina 600 ila 700. Wanaume waliohukumiwa hukumu hiyo walikuwa takriban 400 au 600 au 700. Na Huyai bin Akhtab Sayyid Bani Nadhir akawa ni mwenye kuuawa, na huyo alikuwa ni katika zuama al-Yahud, katika viongozi wa Kiyahudi wale 20 ambao kwamba walitoka wakaenda wakawahimiza Makureishi na Ghatafan waende katika vita vya Ahzab, waende waangamize Waislamu katika mji wa Madina. Kisha huyu Huyai bin Akhtab ni katika wale watu 20 waliokuja kwa Bani Quraidha wakawahimiza wavunje mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha akawaambia ya kwamba mimi naweka sharti juu yenu ya kwamba msipofaulu katika kumwangamiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nitakuwa na nyinyi katika ngome, nitakuwa na nyinyi mpaka mwisho. Kwa hivyo akawa katika hisari pamoja na Bani Quraidha, walipofungizwa akawa yuko ndani na yeye, na waliposalim amri akawa yuko pamoja nao, walipotolewa na yeye akauawa kwa hukumu ya Saad bin Muadh. Wako miongoni mwa Bani Quraidha kabla hawajakubali hukumu hii ya Saad bin Muadh kukubali, wako miongoni mwao kabla walipokuwa katika mapambano walirudi nyuma wakasilimu. Hawa hawakuguswa. Mmoja katika wanawake naye aliuawa katika Bani Quraidha kwa sababu alichukua jiwe, yale mawe ya kusagia ngano na nini, alichukua akamrushia Khalad bin Suwaid akamuua. Kwa hivyo yeye akauawa pia. Silaha zao zikakusanywa, mali yasemekana ilikuwa ni 1500 saif, panga 1500, 300 dir'in, zile silaha za vita zile takriban 300, mikuki 2000 na bidhaa tofauti tofauti, vyombo, ngamia, mbuzi, zote hizi zikakusanywa. Fakhumisa kullu dhalika, ikapigwa fungu ya al-khumus, fungu 5, ile 80 katika ile asilimia yake, asilimia 20 ikawa ni yenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dhil qurba wal yatama wal masakin, na zile 80% wakaganyiwa wale wapiganaji, na wale sabaya wakapelekwa Najdi wakauzwa na ikanunuliwa silaha badala yao. Na katika riwaya baadhi yasema kwamba katika sabaya kuna mmoja ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha huru na kisha akamuoa Raihana bintu Zaid bin Amri bin Khanaqa, ambaye kwamba alikufa baada ya hijjatul wadaa. Ilipotimia hili suala la Quraidha
ikaitikiwa dua ya Saad bin Muadh. Alikuwa yuko katika hema ya msikiti wa Nabawi, kwa sababu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam ampitie kwa karibu. Hasa ile jiraha lake ambalo kwamba alikuwa tumelitaja likapitiwa na mbuzi, akajeruhiwa, akatoka damu nyingi, kisha akawa ni mwenye kufa kwa ajili ya jiraha kama lile. Na alipokufa, hamalat janazatuhu almalaika ma'al muslimin, malaika walibeba jeneza lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alipokufa Saad bin Muadh, malaika walishuka, wahtazza limautihi arshur rahman, na kwa kufa Saad bin Muadh arshi Mwenyezi Mungu ilitingishika. Watu wajiuliza, Saad bin Muadh umri wake katika Uislamu miaka 6 peke yake, miaka 6 tu, lakini siku alipokufa ihtazza arshur rahman. Kazi kubwa aliyoifanya Saad bin Muadh ni kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ni katika wale maansar na ambao kwamba walimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alipoingia katika Uislamu, watu wake wote wakaingia katika Uislamu. Nusra kubwa aliyoitoa kwa Uislamu, na mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra akaenda kule Madina, ikawa ni sababu ya malaika kushuka siku alipokufa na arshi ya Mwenyezi Mungu kutingishika. Yule bwana Abu Lubaba, zikapita siku 6, mke wake anakuja anamfungua inapofika wakati wa swala, kisha anarudi anajifunga tena katika kile kigogo alichokuwa amejifunga. Ikateremka tauba yake katika nyumba ya Ummi Salama, na akabashiriwa ya kwamba umekubaliwa tauba yako. Watu wakaenuka kwenda kumfungua, akakataa, asema mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anifungue. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita asubuhi kwenda katika swala akamfungua. Baada ya vita vya Bani Quraidha, Waislamu wakawa ni wenye kusimama na amali kadhaa ambayo tutamalizia leo. Moja ni Maqtal Abi Rafi Sallam bin Abi al-Haqiq. Huyu ni mfanyabiashara katika watu wa Hijaz na ni kiongozi wa Mayahudi wa Khaibar, na alikuwa ni mmoja katika watu ambao kwamba walihimiza na wakafanya tahrik ahzab, ule mkusanyiko uliokusanyika dhidi ya watu wa Madina. Waislamu walipomalizana na Ahzab na Quraidha, Mtume akachagua watu 5 katika Khazraj waende wamuue Abi Rafi Sallam Abi al-Haqiq, na wao wapate sharaf kama walivyoipata sharaf Aus kumuua Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b bin Ashraf alikuwa akimtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulieleza nafikiri kisa chake nyuma. Hawa walifika katika ngome yake upande wa Khaibar jua lilipozama, na kiongozi wao alikuwa ni Abdullah ibn Atik. Akaambia, subirini, mimi nitakwenda, nitajaribu kuingia. Na akasongea mpaka katika ile ngome yao na katika ule mlango, kisha akajiwekea nguo katika uso kana kwamba alikuwa anakidhi haja yake fulani. Yule bawabu akali mwenye kusema, ya Abdullah, in kunta turidu an tadkhula udkhul, ikiwa unataka kuingia ingia, nenda kufunga mlango. Sasa akaingia Abdullah ibn Atik, akatulia mpaka watu wakalala, akachukua funguo, akafungua mlango na kuanza kuingia katika milango ambayo yenda kwa huyu bwana Abi Rafi Sallam. Kwa hiyo kila anapofungua mlango akawa anafunga, anaingia anafunga, ili akifika kule hata kama atapiga kelele basi asiwe mtu ataweza kuja kumsaidia. Akaenda mpaka akaingia katika nyumba ambayo kwamba inakiza, na alikuwa yuko pamoja na watu wake iyali. Hakujua nani katika hawa ni Abi Rafi Sallam. Alipofika akaanza kumuita, ya Aba Rafi. Yule bwana akaitika, man hadha, nani huyu? Akaenda kwa ile sauti mahali ilipotoka, akampiga kwa upanga, na ile hali Abu Rafi ameshtuka,
lakini ule upanga haukuweza kumuua. Akatoka Abdullah ibn Atik, kisha akarudi kana kwamba anataka kumsaidia, aambia Abu Rafi, kuna nini? Yani jambo gani limetokea? Anaambia li ummika alwail inna rajulan fil bayt darabani bisayf, kuna mtu ndani ya nyumba amenipiga na upanga. Akaenda akampiga kisawasawa na akamuua. Maelezo marefu ambayo yako katika kitabu, lakini ala kulli hal akawa ni mwenye kuumua na akabaki mpaka kulipopambauka, akawa ni mwenye kutoka katika ile ngome. Kisha tukio la pili ni asru Thumama bin Uthal sayyid al-Yamama, ubana katika mabwana wa Yamama. Alitekwa alishikwa mateka. Thumama ni katika watu walikuwa wakimchukia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akichukia sana dini ya Uislamu. Siku hiyo akatoka amejifanya mtu wa kawaida tu, mutanakiran, yani asijulikane, ataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni amri ya Musailim al-Kadhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Muhammad bin Maslama akiwa na watu 30 kwenda kuadhibu Bani Bakr bin Kilab, ambao kwamba ni umbali wa siku 7. Walipokuwa wanarudi wakampata Thumama njiani, wakamteka nyara, wakaja naye mpaka katika mji wa Madina, wakamfunga katika vikuku, miongoni mwa vikuku vya masjid, yani sehemu ambayo kwamba inafungiwa farasi na ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita akamuona Thumama, na Thumama ni katika mabwana wakubwa Sayyid al-Yamama. Akamadha indaka ya Thumama, una nini Thumama? Qala indi khairun ya Muhammad, asamina khair ya Muhammad, in taqtul dha damin wa in tun'im ala shakir. Asema ukiua, yani ukiniua mimi Muhammad, utakuwa umeua mtu ambaye ana damu yenu nyingi, ameua watu wengi katika nyinyi, na ukiniacha utashukuriwa. Yani jeuri kweli. In taqtul dha damin wa in tun'im ala shakir wa in kunta turidu almala fasal tu'ta minhu ma shi'ta. Ikiwa wataka mali, sema utakupa mali unayotaka. Mtume sallam akamwacha, kisha akapita siku ya pili, na kisha pamoja na hivyo alikuwa akisema maziwa katika ngamia wake apelekewe na nini. Mtume sallam anaambiwa pelekeni, yule bwana ni Sayyidul Yamama, pelekeni maziwa tena katika ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya kwanza hivyo hivyo, siku ya pili, siku ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwacheni, atliku Thumama. Kamwacha Thumama, akatoka katika mji, kisha akaoga, akasilimu, kisha akarudi, akawa ni mwenye kutangaza Uislamu, na akasema wallahi ma kana ala dhahri al-ardhi min wajhin abghadha ilayya min wajhi, hakuna uso katika mgongo wa ardhi uliokuwa nikiuchukia kama uso wako. Faqad asbaha wajhuka habba alwujuh ilayya, lakini uso wako sasa umekuwa ndio uso na upenda zaidi. Wallahi ma kana ala wajhi al-ardhi min dini abghadha ilayya min dini, hakukuwa na dini katika mgongo wa ardhi naichukia kuliko dini yako. Faqad asbaha dinuka habba al-adyan ilayya, lakini dini yako sasa naipenda zaidi. Watu wakamwambia kwamba kwa nini hukusilimu pale pale? Akasema kwamba lao ningesilimu pale pale ningeonekana nimeogopa upanga, lakini mimi nitaka kusilimu kidhati. Kwa hivyo aliporudi Thumama mpaka Makka, ni mu'tamir, amefanya umra, Makureishi wakamlaumu, kwa nini umesilimu Thumama? Akaambia wallahi la yatikum min al-Yamama habatu hinta hata yadhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aambia hakuna kitakachowajia nyinyi kutoka Yamama hata tembe moja ya ngano mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aruhusu. Kwa hivyo alipoondoka akawazuia wasiuziwe watu wa Makka, wakapata taabu sana watu wa Makka
wakamwandikia barua Mtume sallallahu wakimuomba kwamba yeye ni kizazi chao, ni mtoto wao, wamuomba awaruhusu awauzie chakula. Mtume sallallahu akasema haya, simama wauzie chakula. Kisha tukio lingine ni ghazwatu Bani Lihyan. Bani Lihyan ni katika wale ambao waliwaua Waislamu wa Rajii. Mtume sallallahu alichelewesha suala lao Ahzab waliposhindwa na akapata makini na maadui wa Madina. Mtume sallallahu akamweka Abdullah ibn Maktum akawatokea katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 6 baada ya hijra Mtume sallallahu akiwa na masahaba 220 wakiwa juu ya farasi. Akaenda haraka mpaka kafika sehemu inaitwa Ghurran, ambao ni bonde ama jangwa baina ya mji na Usafan, pale mahali ambapo masahaba wake walisibiwa. Akaombea dua kisha akakaa sehemu ile siku 2. Ama Bani Lihyan wakakimbia, hakupatikana hata mmoja miongoni mwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma wale watu 10 walio juu ya farasi fawaris, ili Makureishi wasikie kuhusu habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na waingie hofu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika mji wa Madina baada ya kukaa siku 14. Tukimalizia ya leo ni Sariyatul Is. Sariya, kikosi hichi Mtume alikituma kwenda sehemu inaitwa Al-Is na kuslimu Abil As, mume wa binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 6, Mtume sallallahu alimtuma Zaid bin al-Haritha kwenda sehemu inaitwa Al-Is akiwa na watu 170 rakiba, watu 170 wakivamia msafara wa Makureishi uliokuwa unatoka Sham. Msafara ulikuwa ukiongozwa na Abul As ibn Rabi', mume wa binti ya Mtume Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wakachukua ule msafara wote, wakawakamata wale wanaume, lakini Abul As akakimbia akaenda Madina. Kisha akajihami na Zainab binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamuomba binti ya Mtume amuombe Mtume sallallahu alaihi wasallam amrudishie mali yake. Binti akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamrudishia kila kitu, kikubwa na kidogo, kichache na kingi. Na Abul As ilikuwa ni katika rijali Makka al-ma'dudina, katika wanaume wa Makka wanaohesabiwa ni wafanyi biashara, ni watu wenye amali, ni watu wenye amana. Kwa akarudi katika mji wa Makka, akarudisha amana zote kwa watu wake, kisha akasilimu, akahama, akaenda katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia mke wake binti ya Mtume Zainab kwa nikaha ile yake ya mwanzo, na hii ni baada ya miaka 3. Na ilikuwa aya ya kuharamisha wanawake wa Kiislamu kutolewa na makufar ilikuwa haijateremka wakati ule. Kwa hivyo nikaa ilikuwa imebakia katika hali yake ile ile ya mwanzo. Kwa hivyo akasilimu Abil As ambaye alikuwa ni mume wa Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda huo akatuma saraya nyingi, vikosi vingi, na vikawa na athari kubwa katika kuzima maadui na kuzima shari zao, na amani ikawa ni yenye kuenea, utulivu ukapatikana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kujiandaa na vita vya Bani al-Mustaliq. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutakuwa ni wenye kuendelea, tutakoma hapa. Hii ndio ghazwa ya Bani Quraidha na matukio yaliyofuata baadaye. Ni ghazwa ambayo kwamba yakumbukwa na walimwengu katika historia na hasatan Mayahudi wa zama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.
Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.